napenda kuhakikisha kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo tayari kutoa rasilimali zozote zitakazohitajika kutokana na umuhimu wa zoezi hili ili kuhakikisha kabisa tunakamilisha uimarishaji wa mipaka yetu ya kimataifa. Uimarishaji wa mipaka kati ya nchi yetu ni ishara ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha ujirani mwema, udugu baina ya serikali zetu na wananchi. Na kama mnavyojua, Kenya na Tanzania tuna mambo mengi ya ushirikiano, ikiwemo katika nyanja mbalimbali za biashara, masuala ya uwekezaji, uchumi, kwenye diplomasia na mengine mengi sana. Hivyo uwepo wa kikao hiki hapa Tanga na matokeo ya ushirikiano huu, ambapo mpaka sasa tumeona kwamba kazi kubwa imefanyika na imeongeza ufanisi katika shughuli zetu za utawala, kuimarisha usalama wa usimamizi wa rasilimali zetu zikiwemo katika maeneo ya mpaka. Imeweza kubainisha maeneo yote mpaka katika hifadhi ya Mkomazi, mmepita huko, mmeweka pila zile na mawe yale ya mipaka, na sasa mmebakiza 25% ya eneo letu kutoka Mkomazi, eneo ya Horohoro mpaka tukamalizie kwenye bahari ya Hindi. Naomba niwasihi tuendelee na moyo wetu wa ushirikiano. Tuendelee kuhakikisha kwamba tunaongozwa na mijadala na utayari wa kuhakikisha tunaimarisha mipaka yetu kwa amani, kwa upendo kama ambavyo nimeona hapa, na ni matumaini yangu kwamba baada ya kikao hiki tutakuwa na mwendelezo wa zoezi la uimarishaji katika kipande hiki ambacho kilichobaki, lakini najua tuna treaties za boundary treaties ambayo itakamilika baada ya hapa, na madam ametuambia lengo ni mpate kabla ya mwisho wa mwaka au early January. Kwa hivyo tunategemea hili litafanyika. Katika kikao hiki cha Joint Technical Committee kunakuwa na lengo la kujadili taarifa ya utekelezaji wa kazi ya kuimarisha mipaka, lakini vile vile kuona kwamba yale ambayo yakamilisha yanaweza kuwasilishwa rasmi na kuona kazi iliyobaki inakamilika. Aidha, wajumbe wa JTC ambapo mmekutana hapa kwa ajili ya mjadala huu, na hakika mtapata pia nafasi ya kwenda kutembea katika maeneo mbalimbali, lakini vile vile kuweza kuona maeneo ambayo pia labda yana utata baina ya maeneo yetu mbili. Mtakutana na jamii za maeneo yale, mtazungumza na kuona kwamba mambo yote yanakamilishwa vizuri, pamoja na kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya kazi imekamilika na inaenda kukamilika. Na ni vizuri pia tukaona kwamba tukatambua kwamba zipo changamoto mbalimbali ambazo mmekabiliana nazo nyakati zote wakati mnafanya kazi hizi. Sasa lengo la serikali zote mbili kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hizo, na katika kipindi hiki kilichobaki cha 25% ya kazi, basi hamtakuwa na changamoto nyingi kama ambazo mmekutana nazo katika maeneo mengi. Maeneo yaliyobaki ni maeneo ambayo hayana misitu mikubwa sana, japo kuna kipande cha bahari, lakini kuna vyombo vya kuweza kuwafanya mkapita katika maeneo yale bila shida yoyote. I would also like to take this opportunity to commend our joint field teams. For me, they are my heroes, because I go to the field and I find them there. For their dedication, professionalism, and handwork during the last phase of the exercise. In particular, I commend the teams for the successful completion of phase 4, covering the stretch from boundary pillar 56 in Rombo to boundary pillar 85 in Savo West. You see, ma'am, we pass through game parks. There are times you go there and around you, surrounded by all the big five. You can't even go for a short go, eh?
because you don't know what you are going to find out there. It's an experience that you can't even write about. So the terrain and operational conditions are really demanding, yet the teams delivered commendably. I'm really proud of us. Allow me once again to thank our respective governments for providing adequate resources to support this important work. The continued commitment at both technical and political levels give us confidence that we shall successfully complete this exercise. The foundation of our enduring the partnership, built on cooperation, mutual respect, and good neighborliness, serves the driving force of the most effective strategy for reaffirmation of shared boundaries. The next few days, guest of honor, our expert team will work together to review the budget, work plan, roadmap, and approximately the remaining part of 140 kilometers, which is the remaining path from BP Mission in Mara region up to Yasi. Let me assure you that the commitment of the task, we believe that we clearly define and reaffirm our boundary, not only enhance the governance and security, but also promote the efficient management of our cross-border boundary resources. Let us come within our reach of this task, and we collaborate the spirit, guideline and dialogue, and share the commitment to resolve the challenge peacefully.